Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Naamini kwamba ni wakati ambao ni jema. I believe that it's another good time. Na hakika vile jinsi Pastor Jose anasema ni hakika kwamba Mungu anatembea kati yetu siku ya leo. The way that Pastor Joseph said that God is moving in our midst. Yeye yu katikati yetu. He is in our midst. Hatuna uwezo wa kumzuia Mungu wetu anapotawala. We have no power to block our God when He's reigning. Na wakati anapotawala, And when He's reigning, kuna vitu ambavyo vinatendeka. there is something that happens. Kwa wale ambao wanaamini. For those who believe, Unajua kwamba tunaweza kusema Mungu anatembea, lakini kuna wengine ambao wanafikiri kwamba tunadhihaki. we can say that God is moving, but something that we are just mocking. Lakini wale ambao wanaamini, But for those who believe, kitu ambacho kinatendeka ndani yao. there's something that's happening in them. Nimefurahia kwa pamoja nanyi. I am joyful to be together with you. Acha kusome neno ndio niweze kuongea. Let us read the word so that He may speak. Napenda kusoma kwa Kiswahili. Na utasoma Kiswahili. Tutaenda katika Yoeli. We'll go to the book of Joel 2. The book of Joel, chapter 2, 25. Wangapi wana Biblia tafadhali? How many have their Bibles? Inua Biblia yako. Just lift up your Bible. Jamani, uinua Biblia yako. Just lift up your Bible. Inua Biblia yako. Lift up your Bible. Hata kama ni kidogo ni Biblia. Usinidharau. Okay, tuko pamoja kwa Yoeli 2:25. Are we together in the book of Joel, chapter 2, verse 25? Ndugu tasoma. I am going to read in Kiswahili. Biblia inasema hivi katika kitabu ya Yoeli 2:25. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na dhike na parambada na madumudu na tunundu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Mpaka 26. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kumhimidi jina la Bwana Mungu wenyu aliyowatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahirika kamwe. Nanyi mtajua kwamba mimi ni katikati ya Israeli, na ya kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wenyu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatahirika kamwe. Amen. Amen. I'll read in English. Joel chapter 2, verse 25 through 27. And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmerworm, my great army which I send among you. And ye shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed, and ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else, and my people shall never be ashamed. Nitaomba Pastor Jose aweze kutuombea. Father, in the name of Jesus, we come before you, Lord Jesus, once again, ready to hear your word, O God. We pray, Lord Jesus, that you may prepare our hearts, O God, to receive it, Lord Jesus, and Lord God, to hide it in a good place where the enemy cannot come and steal it away from us, O God. We pray for the preacher, Lord Jesus, that you may anoint him, O God, that he may be a vessel that is used by you, Lord Jesus, that he may be led of the Spirit, O God, to speak your words, O God, in power and in might, O God. Lord Jesus, you are so welcome in this place, O God. Give us that bread from heaven, O God, that we depend on, Lord Jesus, on our daily lives, O God. And may it grow to be a big tree, Lord Jesus, and be of benefit to our lives. We worship you, we praise you, in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Unaweza kaa chini. You may be seated. Kichwa ya mahubiri yangu itakuwa juu ya kuwa maana ya siku ya Bwana inakuja. My title today is that the day of the Lord is coming. Bwana nasifiwe. Praise God.
Wangapi wako furaha usiku wa leo? How many are happy this morning? Amen. Amen. Hakika ni siku ambayo ni njema. It's a wonderful day. Ninafurahi kuona dada Lucy kuwa pamoja nasi. I'm so happy to see Sister Lucy in our midst. Kweli ni dada wa tofauti. She's a very unique lady. Ingawa anapitia yale ambayo anapitia, Though she's going through whatever she's going through, ninaamini ya kwamba ni mwili wake tu ambaye ni dhaifu, I believe that it's only her body that is weak, lakini roho ya Mungu inatawala yeye. but the Spirit of God is reigning inside of her. Bwana nasifiwe. Praise God. Ina sababu kunena hivyo. I have a reason to say so. Dada amekuwa rafiki wa dada karibu, Sister has been very close to na Sister kila Paula. wakati anapopiga simu yake, And any time when she calls, bahati mbaya ama nzuri, huwa saa ingine mimi husikia, by bad luck I hear. bahati nzuri ama mbaya, By good luck or bad luck I hear what is. na huwa inaingia kwa wakati ambayo huwa inafaa. It comes at the right time. Bwana nasifiwe. Praise God. Mpaka saa ingine hujiuliza, kwani alikuwa ana time yake ama anatuangalia kwa runinga nyingine? Even ask myself questions, was she timing her time or is she seeing us? Bwana nasifiwe. Praise God. Kwa hivyo hudhihirisha wazi, So it proves openly. Mungu hujidhihirisha ndani ya mtu wake. God reveals himself inside of his person or her Kwa hivyo person. tunazidi kumwombea. So we are continuing to pray for her. Pengine Mungu ana sababu ya ugonjwa wake kuwa pamoja nasi. Maybe God has a reason for his sickness to be among us. Kwa hivyo wakati atapokuwa pamoja nasi, So when she be with us, tunaomba Mungu azidi tu kuwa pamoja nasi. I pray that God may remain with us. Lakini sisi tunaelewa kwamba yeye ni mzima, But we understand and believe that she is healthy. na karibuni ataruka pamoja nasi. And very soon she's going to jump with us together. Bwana nasifiwe. Praise God. Ni furaha kuwa pamoja nanyi. It's another joy once again to be with Muda you. mrefu nimeweza kusimama mbele yenu, It's a long time I've stood before you. lakini Mungu amekuwa ni mwema, But God has been good. na Mungu atabaki kuwa ni mwema. And God will remain good every day. Hakika tumekuwa na nyimbo za kumsifu Mungu wetu, Surely have songs that have been praising our God ambako inamuinua, that are uplifting you. ambako hakika nimejisikia kwamba niko ndani ya Bwana Yesu. For sure, I feel that I'm inside of Jesus. Najisikia kwamba niko mahali ambapo panastahili, And I feel that I'm at the right kwa place. sababu naamini ya kwamba viongozi wa ulimwengu wanatawala na wakati, Because I believe that the kings of this world are lakini reigning. yule Mungu ambaye ni Mungu wetu, ambaye ni tunayemtumaini, But our God that we are hoping in, ni yule Mungu ambaye anatawala milele. is God who reigns. Bwana eternally. nasifiwe. Praise God. Bwana nasifiwe. Praise God. Sioni kana kwamba tunaelewa yule Mungu ambaye tulikuwa tunamsifu. I don't know whether you understand the God we've been praising. Nyimbo ilisema kwamba anatawala. The song says that He reigns. Mungu wetu anatawala chini ya maji, Our God reigns under the water. anatawala juu ya He maji, reigns on the water. anatawala juu ya anga, He reigns in the anatawala air. mbinguni. He reigns in heaven. Mungu wetu anatawala. Our God is Tuko reigning. mahali ambaye We are at panastahili, the right place. ambaye huwezi kutingizika kwa sababu uko chini ya msingi. Yule Mungu ambaye aliumba God who ulimwengu, created the world. ambaye aliumba pasipo chochote, Created where there was nothing. alikuumba kwa neno He just created na the wewe world. ukawa. And it Huyu ndio Mungu ambaye tunamwabudu. He is the God that we are worshiping. Naweza kumbuka kwamba Jumapili tulikuwa mahali You hapa can remember Sunday we were here. ambako Mungu alipeleka mtumishi wake Where God led his kwa servant yule mfinyanzi, to the potter. na alipofika pale alikuta kwamba kila kitu And ilisimama, when he reached there, lakini msimanzi aliweza kuchukua ile chombo ambaye alikuwa the anatengeneza potter took the vessel na akaivunja vunja na akatengeneza mara nyingine. Huyu ndio Mungu ambaye tuko chini yake, ambaye anaweza kuzuia maisha yako, ambaye anaweza kuanza maisha yako pasipo chochote. Bwana nasifiwe. Naamini ya kwamba hatuwezi kuamini, We believe that we lakini can do. jiulize wewe mwenyewe, But ask yourself, unatembea namna gani? how are you walking?
unavuta pumzi kutoka How wapi? are you breathing? Where is air Amefunga coming? katika njia gani? Which way? Unalala hujui kwamba You unaamka, are sleeping, you don't know when you lakini wake up. wewe nusu You umekufa, are halfway dead. lakini Mungu bado anakutawala. God is still Lakini reigning. unachukua maisha yako kuwa ndani ya maisha yako, He has taken his life to be inside yeye your ndiye life. mtawala. He is the one who reigns. Bwana nasifiwe. Bwana asifiwe. Sitaki kusikia sauti, I want to hear any voice. nataka kusikia Ndurema kama unamjua huyo Mungu I huyu, want to hear if na kama anatawala maisha yako, and he is reigning in your life. ungejiweka huru katika hali ya kutoa sauti. You will put yourself in a way of removing your Mara voice. hii nyingine It's again one time. Mungu aliweza kutuma mtumishi wake Yoeli. God sent his servant Joel. Najua kwamba nyote mnajua nzige. I know all of you know locusts. Nzige ni kitu ambaye inapoingia katika shamba. Locusts, when they enter into a field. Ni mwaka huu tu ambaye nzige imetutawala. It's this year when locusts were seen. Ukimuuliza yule mtu anatoka Isiolo, If that's someone who comes from Isiolo, yule anatoka Meru, those people who come from Meru, anajua nzige ni kitu aina they gani. know what locusts are. Inapoingia ndani ya shamba yako, When they enter into your field, inakula mpaka inabaki mchanga. they eat until they live on the soil. Bwana nasifiwe. Praise God. Nasi mwaka huu And us, this tuna year, nzige ambaye imeingia ndani ya ulimwengu huu. we have locusts that have come into this Bwana world. nasifiwe. Inaitwa corona. It's known as corona. Hii ni nzige nyingine ambayo imekuwa ni kubwa ulimwengu nzima. This has been a locust that is big in the whole world. Imekuwa kama vita ulimwengu. It's been like battle in Ni the world. vita ambayo inapigana pasipo risasi. It's battle being fought without weapons. Bwana nasifiwe. Lakini imeua watu But just kill na people. bado inaua watu Killing na imemaliza uchumi finishing na the kila economy. mtu hana tumaini. Living someone without hope. Bwana nasifiwe. Praise God. Bwana nasifiwe. Basi Israeli ilikuwa kama sisi wakati mwingine. So Israel was like us one time. Bwana nasifiwe. Nzige ulikula mali yao, Locusts ate everything of theirs. ilikula shamba They yao. ate their fields. Hawakuwa na kitu ambayo wangempatia Mungu. They had nothing to give to God. Bwana nasifiwe. Hawakuwa na They tumaini didn't have hope ya maisha, of life. lakini Mungu akatuma mtumishi wake But God sent his son. ambaye ni Joeli. Who is Joel? Bwana nasifiwe. Amen. Kitu ilitokea ni kwamba ilipatikana kwamba hawa walimkosea Bwana. What happened is that it was found out that they had wronged God. Bwana asifiwe. Wana wa Israeli walitenda viovu mbele za Mungu wetu. The children of Israel were wicked before our God. Unaposoma katika Yoeli You read the book of Joel, 2:12 chapter 2, verse 12. ambaye hatutasoma, We're not going to read. lakini Mungu aliwaambia hao kwamba waweze kutubu, But God told them to repent. waweze na kuvaa zile magunia, They may put on sacks. waweze kumlilia Mungu wao. They may cry unto their God. Bwana nasifiwe, Praise God. ya kwamba Mungu apate kuwasamea. That God may have mercy on them. Na pengine siku ya leo tunasema kwamba corona, Maybe today we are talking of corona. na hatujajua kwamba tumemkosea Mungu. And we don't know whether we have wronged God. Bwana nasifiwe. Praise God. Tumemkosea Mungu. You have wronged God. Na angalia, tumesahau kumlilia Mungu, And we have forgotten to cry na unto kila God. mtu ameshukua njia zake. Everybody has taken his way. Ni kitu ya ajabu sana So amazing. katika ulimwengu wote. In the entire world. Ulimwengu tangu ianze Since the world began. mpaka siku kama leo, There is no time. haijatokea siku kama ya It corona. has never appeared such a day Hakuna siku ambaye kanisa ilifungwa, where churches were closed. lakini mwaka huu But this year, tuko na ukumbusho ambaye watu hatasahau we have a mpaka Yesu remembrance atakaporudi, that people will never forget till Jesus ya comes kwamba back. kuna wakati That there is a ambaye time milango za makanisa where church doors ilifungwa. were shut. Bwana nasifiwe. Ulimwengu inasahau kwamba Mungu alisema The world forgets that ya God kwamba said wakati wa mwisho that the end time ataleta magonjwa is going to bring ambaye sickness hayana tiba. which have no cure. Ulimwengu imetafuta dawa ya kuponya corona. The world has been looking Bado for medicine tunawashinda and mpaka cure leo. for corona till today. They have Bwana not. nasifiwe. Praise God. Wahubiri wameenda wamelala. Preachers have slept. Bwana Praise nasifiwe. God. Hata wamesahau kukemea They have forgotten to ugonjwa wa rebuke corona, corona kwa sickness sababu mwanzilishi ni mwenyewe. because the initiator is Bwana asifiwe. Praise God. Mungu mwenyewe anajua sababu God hiyo. himself knows why. Kuna mahali ambapo tumekosea Bwana. That place has gone wrong. Ni shangao It's so amazing kwamba watu wa Mungu that the people of God wameweka katika mifuko
They have been put in pockets. Wameacha makanisa, They have left churches. lakini sasa wanaanza kwenda katika njia ambayo isiyofaa. Now they are going to the way they are. Bwana nasifiwe. Wanawacha nyumba ya Bwana, They leave the house. mahali ambayo watu wanahitaji waje ambao kuna mizigo, Where people are supposed to come with their burdens. lakini sasa sio vile ilivyo. But now it's not the way it's supposed to Mungu be. wetu ambaye tunamwabudu, God whom we mahali worship. aliko, Wherever je, it is. jibu inaweza kuwa ni nini? Jibu inaweza kuwa ni nini What can be the kama answer hakuna mwelekeo? if we don't have direction? Tuzidi kumwomba Mungu, Let us keep on praying to God. tumrudie Mungu wetu, Turn back to our God. yeye ndiyo jibu. He is our solution. Bwana asifiwe. Wakati wana wa Israeli When the children of Israel, ambako vyakula vyao vililiwa when their food was na eaten wadudu, with insects, walimrudia Mungu, they went back to God. wakamkumbuka Mungu, Remember God. wakamlilia Mungu. Cried unto God. Bwana asifiwe. Walimlilia Mungu, walitambua kwamba Mungu ndio mweza, yeye ndio mwanzo, yeye ni Alfa, yeye ni Omega, yeye ndio mwanzo, yeye ndio mwisho wa kila kitu. Unapomtumainia yeye anakuwa ni jibu. He becomes your answer. Bwana asifiwe. Nilifurahia wakati nyimbo ilikuwa inamuinua, I was happy the way the song was lifting ya kwamba hata kama itachukua muda, Even if it's going to take time, hata kama itachukua miaka, even if it's going to take bado years, Mungu wetu atajibu. our God still Nyimbo inasema kwamba yeye anaweza. and say that He is able. Hakuna kitu ambaye inamshinda Mungu. There is nothing that's possible. Hakuna kitu ambaye inamshinda Mungu, There is nothing that's kwa sababu yeye ndio muumbaji. Kila kitu kiko ndani ya mkono wake. everything is in His Bwana hands. asifiwe. Akisema iwe inakuwa. Let it be, it can be. Alisema ulimwengu iwe, He said that let there akasema be maji iwe, Let there be water. akasema ndege iwe, Let there be birds. akasema mwanadamu awe. He said let there be man. Ikawa. And you Huyo ndio Mungu bado ambaye tunamwabudu That siku ya is leo. the God we are worshiping this day. Bwana asifiwe. Wakati wa Israeli walipomwabudu When the children of Israel worshiped na wakaomba, and they prayed, mambo iligeuka. they changed. Bwana asifiwe. Mashamba yao ambayo ilikuwa haina chochote, Their fields which had nothing, walikula, they ate wakavuna, They harvested. wakaishi and they lived walipomjua Mungu wao. and they used their God. Bwana asifiwe. God. Kwa hivyo huyu Mungu ambaye tunamwabudu So this God that we are worshiping sio kama yule Mungu ambaye ulimwengu unamwabudu. is not like the God we worship in the world. Bwana asifiwe. Wanaomba sanamu They are praying idols ambaye haina uzima, who doesn't have life, ambaye inalala, which is sleeping, haina uzima, doesn't haina have chochote, life, nothing. na unataka uzima katika kwa sanamu. And you want help Je, life utaipokea wapi? from an idol. Where will it Bwana be? asifiwe. Bwana asifiwe. Praise God. Ninaongea na mtu asubuhi wa leo. Am I talking to someone this morning? Ninaongea na mtu asubuhi wa leo. Am I talking to someone Je, today? unatambua ile Mungu ambaye You unamwabudu? have recognized the God you are worshiping. Hii ndio sababu ya kwamba inapofaa kumwabudu, This is why we are supposed to worship. inafaa umwabudu katika roho na We are ukweli. supposed to worship in truth and in Kwa sababu yeye anakujua because He knows you kabla hujazaliwa, before you are developed. kabla mama yako Before hajazaliwa, your mother was born, yeye alikujua. God knew you. Alijua wakati utazaliwa, alijua kabila gani utazaliwa nayo, alijua mahali utazaliwa, yeye anajua utakula nini, yeye anajua wakati ambaye mwisho wa dunia yako, He knows your end. maisha yako iko ndani ya mkono Your wake. life are in His hands. Bwana nasifiwe. Kwa hivyo inastahili So you are supposed jiweke ndani ya mkono wa to Bwana. put yourself in God's hands. Bwana nasifiwe. Praise God. Uweke tumaini yako mbele ya Bwana. Put your hope before God. Bwana nasifiwe. Praise God. Sio kwa pesa, Not by money, sio kwa elimu, not by education. hata kama unamjua president Even if you know Uhuru Kenyatta, ambaye ni rafiki yako, who is your friend, yuko na mpaka. he has a Lakini boundary. Mungu wetu hana mpaka. Our God has no boundaries. Bwana asifiwe. Praise God. Hana mpaka. He doesn't have boundaries. Kwa hivyo nina ujumbe siku ya leo. So I have a message. Nina for you. habari njema kwa mtu I have fulani, good news for somebody. ya kwamba unapokuja mahali yako, When you come to this jua place, kwamba unamwabudu Mungu aliye know hai, that you're worshiping with God. Mungu ambaye anakujua, God who knows you. Mungu ambaye anakuona, Mungu ambaye yuko katikati yetu. God who is our Bwana asifiwe. Yu tayari saa ya leo ready today. kukutana yule ambaye anahitaji. Yes. Anyone with
Bwana nasifiwe. Ile shida ambayo inakusumbua, ile shida ambayo imechukua pesa zako, ile shida ambayo imechukua mawazo yako, huyu Mungu ambaye tunamwabudu, huyu Mungu ambaye anasimama chini yake, yeye ana uwezo, yeye ana uwezo. Bwana asifiwe. Sisimami hapa nikisema ya kwamba ndugu fulani alisema kwamba Mungu ana uwezo, lakini ninaamini huyu Mungu ambaye namtumikia yeye ana uwezo, ameniwezea, nimeona mkono yake ndani ya maisha yake. Sifananishi na wewe, lakini yale amenitendea ni makuu kuliko yale ninapitia. Bwana asifiwe. Huyu Mungu anaweza. God is able. Amen. Munasikia katika maandiko You can read in the kwamba scriptures Lazaro that Lazarus alikuwa amekufa. was dead. Pengine mnaamini kwa maandiko. Maybe you believe in scripture. Unafikiria kwamba ilipita. You think that bado was Mungu past. anafanya leo. God is still working. Hata sasa hivi tunapoongea, Even now as I kuna talk, wengine ambao wanafufuliwa. Kuna wengine wanatendewa maajabu. Sio mahali tuliko hapa. Tuliko dunia nzima. the entire world God Anafanya makuu. is doing great things. Bwana nasifiwe. Praise God. Unajua miaka zote You know, all the years ndani ya maishani mwangu in my life, ninaamini kwamba kuna nchi moja, I believe that there is one country ambaye iko katika ulimwengu huu that is in this world ambaye inaitwa India. that is known as India. Hawa watu hawamwamini Mungu. These people don't believe in God. Bwana nasifiwe. Praise God. Na kila miaka zote nimekuwa nikiwaza, And all the years I've been thinking, ya kwamba je, kuna siku ambaye Mungu anaweza kujitokeza ndani ya India na wapate kuokoa Wahindi? is there one time that God will reveal himself in India and save the Indians? Bwana nasifiwe. Praise God. Hakika niliweza kusikia ama niliweza kumwona yule ambaye ameenda India na kuhubiri Injili. Surely I saw one and I had one who went to India and preached the gospel. Kuna mmoja ambaye aliweza kusikia huyo mtu? There's one who has heard that person. Je, kuna mwingine? Is there anyone else? Ama ni mimi peke yake Or it's me alone who has single heart? Ni mimi peke yangu? It's me alone? Pastor Joseph. Pastor Joseph. Mwezi uliopita tulikuwa na yule ambaye missionary wetu alikuwa ametoka India. The past month we had a mission who had come from India. He ministered here. Bwana asifiwe. Praise God. Alitueleza vile kanisa yake iliweza kufungwa. He told us how his church was closed. Na alituelezea kwa nini Wahindi waliweza kuamini wakati Mungu alikuwa anafanya maajabu ndani ya kanisa lake. He told us how the Indians started believing when God did miracles in the church. Praise God. Unajua saa ingine mimi ushangaa nikiona kina mama wakisona nywele zao. Sometimes I wonder seeing how ladies play Wacha their hair. nichukue tu dakika moja, lakini si kwamba nadharau. Let me take 1 minute, but it's not that I'm despising them. Bwana asifiwe. Praise God. Wahindi wanaamini ya kwamba kuna mto moja kubwa sana. Mto. Asians believe that there's one big river. Na wakati wa mwaka inapoisha, And when the year ends, kina mama wanaponyoa nywele zao when the ladies shave their hair, na wanapobwaga pale, and then they dump it in that kila river, kitu huwa inaisha. everything is finished. Bwana nasifiwe. Praise God. Si ajabu ya kwamba nywele hizo zingine zinaenda Afrika na zinauzwa. That is not amazing that some of the hair come to Africa and it's sold. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa hivyo Mungu ametuumba. So God has created us. Kina mama wana nywele nzuri sana. Ladies have very beautiful hair. Kwa hivyo saa zile huwa wahubiri wanasema huenda ndani mpaka hayo yote. When ministers preach about all this, Huwa pengine na lugha, lakini saa zingine zinashangaza. but sometimes it's amazing. Lakini Mungu ambaye tunamwabudu Mungu aliye hai. But the God we're worshiping is a God who is alive. Mungu ambaye anaweza kugeuza maisha yako. God who can change your life. Haijalishi yale ambayo unapitia. Doesn't matter what you're going through. Lakini tutapomwamini huyu Mungu, But when we will believe in this God, hakika tutaona maajabu ndani ya maisha yetu. sure we're going to see wonders in our life. Kanisa ambaye tunaamini ambaye ni matendo mitume, The church that we believe in, the Gospel of Acts, Mungu aliweza kufanya maajabu. God did wonders. Bwana nasifiwe. Praise God. Unaposoma katika Matendo, When you read in Acts,
Maana yake ni kwamba ni wakati Mungu aliweza kutenda matendo. This means that this is a time that God acted. Yesu alikuja katika ulimwengu huu. Jesus came into this world. Aliweza kuhubiri, He preached. aliweza kunena, He spoke. watu hawangeweza kuamini. People couldn't believe. Aliweza kusulubishwa He was crucified. na akafufuka akaenda mbinguni. And he rose again and went back. Lakini wakati kanisa la kwanza lilipoanza ya mitume, When the first church of the apostolic church started, Mungu alioanza kutenda matendo yale ambaye alikuwa ananena. God started doing work that he was talking Na hiyo about. ndio sababu ya neno ya matendo ya mitume. And that is the meaning of Acts Kwa of sababu Mungu alitenda maajabu ndani yao. because God did wonders in their midst. Bwana asifiwe. Praise Kwa God. sababu yeye aliahidi. Because he promised. Mungu wetu sio muongo. Our God is not a Lakini liar. aliwaambia watumishi wake ambaye ni mitume He told his servants who are the apostles, ya kwamba sitawaacha kama I hatima, will not leave you without nitakuwa someone. pamoja nanyi I'll be with you kuanzia mwanzo hadi mwisho wa from dahari. the beginning to the end of the world. Yale ambaye nimetenda, What I have done, nyinyi mtatenda makuu kuliko haya. do greater things than this. Bwana nasifiwe. Praise God. Bado tuko chini ya misingi ya We are mitume. sitting under the foundation of Tunaamini the ya kwamba apostles, Mungu bado anatenda makuu. believing that God is still Ndani doing wonders yetu. in our life. Usibuhi wa leo, This day, kesho. tomorrow. Bwana Praise nasifiwe. God. Bwana asifiwe. Praise Pengine umeenda hospitalini ukitumia pesa, pengine huna pesa. Maybe you've gone to hospital, you spend a lot of money, don't have money now. Lakini Mungu wetu anaweza. Our God is more than able. Wakati kina Petro walikuwa wakitembea, When Peter was walking, wakati kina Paulo walikuwa wakitembea, Paul was walking, hata vivuli vyao. even their shadows. Bwana asifiwe. Praise God. Kama ungepita If you could pass near, ungeweza kuponywa. you could Yes. be healed. Leo bado inatendeka. Today it's still happening. Bwana nasifiwe. Praise God. Leo bado It's inatendeka. still happening even today. Wale ambao wanaamini wanabarikiwa. Those who believe they are blessed. Hii mkono ulio nayo, This hand that you have, unapomwamini Mungu, when you believe in God, imebarikiwa. it's blessed. Neno inasema kwamba chochote utashika The word itabarikiwa. says that whatever you touch Mtoto wako will be atabarikiwa. blessed, even your children. Upana ule macho yako ni mali yako. The distance that your eyes can see, that is your property. Bwana asifiwe. Praise God. Ni andiko lake It's Mungu. the word of God. He Amenena has spoken. na anasema atafuatilia neno He lake. said he's going to follow up his word. Kwa hivyo alipoambia wana wa When he Israeli told the children of Israel, ya kwamba wakati wa baraka zao itafika, their time for their blessing will come. ilifika, It came. waliona mkono wake They Mungu. saw the hand of God. Sisi ndio wana wa Israeli We are siku ya the leo. children of Israel today. Baraka bado katika mkononi mwetu. Blessing are still in our hands. Abraham bado ni baba yetu wa imani. Abraham is still our father of Tuna faith. tumaini, We have hope. tuna uwezo, We have ability. kwa sababu Mungu wetu hajalala. Because our God paid for it. Bwana nasifiwe. Praise God. Ninaamini kwamba kuna wengi ambao wamebarikiwa mahali hapa, I believe that many have been invited here. wamebarikiwa, Many have been blessed. wameponywa, They have been healed. wamefunuliwa. They have been opened here. Bwana nasifiwe. Praise God. Kwa hivyo tunamwabudu ule Mungu ambaye tunayemwona. So we are worshiping the God we can see. Bwana Praise nasifiwe. God. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa hivyo tunapopita katika yale ambayo tunayaona, So whatever we go in, whatever challenge, kwa sababu wana wa Israeli walimjua Mungu, because the children of Israel knew God. hakuna yule mtu ambaye uzao ule ambaye walimwona mkono wa Mungu kuliko wana wa Israeli, There is no generation that saw the hand of God than the children of Israel. kwa sababu Mungu aliweza kutembea pamoja nao. Because God walked with them. Mungu aliweza kuwakomboa kutoka katika mkono wa Misri, God redeemed them from the hand of the na akaweza Egyptians. kuahidi And He promised them ile nchi that ya land, Kanaani, Canaan, mahali ambayo kuna asali. a place where there was honey. Bwana nasifiwe. Praise God. Waliona mkono wake Mungu, They saw the hand lakini of God. hawa ndio bado wanamsahau Mungu. It's them who are still forgetting God. Hawa ndio bado nzige iliweza kutumwa na kukula shamba They zao. are the same people that locusts are sent to go and eat their fields. Hawangeweza kumjua Mungu yule aliweza kuwakomboa, They forgot the God who redeemed them. yule Mungu ambaye alifanya bahari The God who made the sea, na wakatembea katikati yake. who opened up the sea and they walked in. Bwana asifiwe. Praise God. Waliona mkono wa They Bwana, saw the hand of God.
waliongea na Mungu. They spoke with God. Bwana nasifiwe. Praise God. Ndio sisi siku ya leo It's us today ambaye tumeona Yesu akiwa amekufa kwa ajili yetu, who are seeing Jesus dying for us kwa ajili ya maisha yetu, because of our life, kwa ajili ya ukombozi yetu, because of our redemption, kwa yale ambayo tunapitia. for whatever we are going through. Neno nasema kwamba ametulipia. The word says that He has already paid for us. Sisi inahitaji kwamba tupitie. We are supposed to just go through. Bwana nasifiwe. Praise God. Kwa hivyo tutapopitia katika shida zote, So whenever we go through all difficulties, si ya kwamba Mungu hajui, it's not that God doesn't know. Mungu anajua. God knows. Lakini pengine ni sisi But maybe it's us tumekosea ile njia ya kwenda kuchukua ile haki zetu. who have failed to go and take our blessings. Bwana nasifiwe. Praise God. Angalia asubuhi leo tulikuwa tunamwabudu Mungu. Look today when you are worship, praise Lakini God. wakati tunapomwabudu Mungu, And every time as we Yesu hushuka God comes na down anatenda kazi and yake. He does the work. Bwana nasifiwe. Amen. Na ni wakati imani yako inapojengeka And when your faith is built, ya kwamba niko chini ya mwamba wake Yesu, I am under the rock, Jesus, na unajitoa mbele zake Mungu, and you give yourself before God. wakati anapopita When He passes, lazima atakutana pamoja He nawe. has to meet with you. Amen. Lakini unapokuja mahali But hapa, when you come to this place lakini tunapomwabudu Mungu, and you worship wakati God, wa kujitoa mbele zake Bwana, trying to give yourself before God, pengine unawaza yale magonjwa ambayo uliko nazo, maybe you are thinking about the sickness that you have. unawaza yale ambayo unapitia, You are thinking about what you are lakini going Mungu ni mkuu through. But God is great kuliko yale ambayo unapitia. than whatever you are going through. Mungu ni mkuu God is great kuliko yale mawazo ambayo unawaza. than the thought you have. Na andiko anasema kwamba ana mpango mzuri kwako wewe. And the word says that He has good plans for Na you. kama Mungu ana mpango kwako wewe, God has good plans for kwa nini you. unapanga mipango zako And you are making your own ambayo plans, unajua kwamba hutaweza? thinking that you Ingia cannot katika mpango zake Mungu. come into God's plans. Tubu, Repent. tubu Repent. na uweze kubatizwa katika jina la Yesu, And be baptized in Jesus' na name. uweze kupokea Roho You Mtakatifu. may receive the gift Hizo ni of mpango zake God. Mungu. These are God's plans. Alafu Mungu atakutawala. That God is going to reign in you. Bwana asifiwe. Yohana anasema, John says, nyosheni mapito zenu. clear your ways Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu apate kupitia. so that God may pass. Mungu anangojea unyoshe mapito God yako, is waiting for you to ya clear your kwamba ways. aweze kupita katika maisha That yako. He may come through your life. Je, ni ngumu kunyosha mapito yako? Is it hard to clear your ways? Mungu hata kunyoshea mapito God yako. is not going to Yeye clear your ways. alikumalizia katika msalaba. He finished for you on the Imebaki ya cross. kwamba ni wewe uweze kutubu, Now it is you to na wewe repent uweze kusikia neno lake, and hear His word. na uweze kufanya katika matendo. And you may put it in action. Bwana nasifiwe. Praise God. Utaposikia neno la Mungu siku ya leo, When you hear the word of God today usipochukua matendo, and you don't put it in action, hutaona mazao. you don't see a fruit. Bwana nasifiwe. Praise God. Ni wakati wewe mwenyewe kujiangalia. It's time you to examine yourself. Bwana nasifiwe. Praise God. Ni mahali gani nimemkosea Mungu? Where have you gone wrong? Ni mahali gani nimemkosea Where have you Mungu? wronged God? Ya kwamba unyoshe mapito That yako you may clear your way. upate faida zake Mungu. That you may get the benefits of God. Mungu ana mpango mzuri kwetu God sisi. has good plans for us. Alituweza kuumba katika mfano He wake created us in His own na image akatuweka kwamba tuweze kutawala and ulimwengu. put us to rule over every creature. Bwana nasifiwa. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa hivyo So, maisha yako iko katika mikono yako. your lives are in His hands. Maganja yako ambaye pasta alisema kwamba ulimwengu ule ambaye alitokea, ulimwengu kule alikuwa anasoma, The world where He was learning, our pastor, walikuwa wanasoma maganja ya they were maisha reading yako. the palms. Na bado wanasoma, And even today they are lakini still maisha yako reading iko katika palms. mkononi But mwako. your life is in God's Bwana hands. asifiwe. Praise God. Maisha yako katika mdomo yako, Your life is in His hands. katika midomo Your yako. life is in your mouth. Bwana asifiwe. Praise God. Hapo ndipo kuna nguvu. There is where there is power. Ukisema kwamba nataka uponyaji, When I say that I ni want mdomo healing, yako ndio itasema. it's your mouth which is going to say. Ukisema kwamba nataka baraka zako, If you say that I want your blessings, mdomo yako ndio itasema. it's your mouth which is going to speak. Bwana asifiwe. Praise God. Sio wakati wa madhehebu It's not time for denomination. ya kwamba pastor atakuombea. That pastor will pray for me. Unakuja ukinyenyekea. You come humbling yourself. Bwana asifiwe. Praise God. Ya kwamba nahitaji maombi. That I need prayer. Ndiyo, ilikuwa na wakati, Yes, you had time. ilikuwa kuna wakati huo, You had time then. wakati ambaye pazia bado ilikuwako, When there was still the curtain was ambaye there, kohani alikuwa anaweza where kuombea. the priest could pray for Lakini you. wakati Yesu But aliposulubishwa, when Jesus was crucified, ile
ile pazia ilipasuliwa. The curtain was torn. Kila mtu yuko na haki kwenda kuchukua ile haki yake. Everyone now is able to go and take Bwana his right. asifiwe. Kwa hivyo mchana wa leo, So this day, vile tumekuwa na wakati mchache sana, as we have had a very short time, bado tumepewa kipindi kidogo sana. our time is still Kwa hivyo limited. tunakiingia ndani yake, We are going to fit lakini in. naamini kwamba kuna siku ambayo tutapata huru. But I believe that it's time that we're going to be at liberty. Bwana asifiwe. Praise God. Sisi ni wale ambao tunaitwa wazimu. We are called the crazy ones. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa hivyo wakati wazimu unapoingia, kuna kitu ambaye ya kiajabu inatendeka. When madness comes, something happens. Bwana asifiwe. Praise God. Ile ya muujiza, Miracle. wakati mitume walipofanya zile vitu vyao ambao walikuwa wanasema ni ulevi, When the apostles did what was seen as crazy, viwete walitembea, the lame walked, Bwana asifiwe. Praise God. Vipofu waliona, the blind saw, wale walikuwa hana tumaini walikuwa na those tumaini. who had no hope, they got hope. Kwa hivyo sisi ni wale, So we are the people, Bwana asifiwe, Amen. wale wa neno. the people of the Tunaamini word. kwamba Mungu wetu anatenda. We believe that our God Yeye ni is mshindi, He is a nasi victor, pia tutakuwa and washindi. also we're going to be victors. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa hivyo kwa ajili ya wakati, So because of time, ninaamini ya kwamba nimechochea mmoja wenu I believe that I have activated one. ambaye pengine alikuwa anaona kwamba Mungu yuko mbali pamoja naye, Since God is very far away from us, yuko mbinguni. God is in heaven. Pengine ulikuwa nawaza namna hiyo, Maybe that's how you are thinking. pengine ulifikiri kwamba Mungu ni wale wenye mali, Maybe you thought that God is for the people with wealth. ulifikiri kwamba Mungu ni kwa wale ambao ni wengi. Maybe you thought that God is to them that Yeye are hajali many. mahali wawili watatu wako. God is where 2 or 3 are gathered. Bwana asifiwe. Praise Yuko katikati yao. He is in their midst. Yesu yu mahali hapa. Jesus is here. Kwa hivyo siku ya leo So today, usiwe umekuwa umekuja kutembea. don't be that you have come walk Leo ni to siku visit. yako. It is your day. Bwana asifiwe. Leo ni siku yako. Today is your day. Yes. Mungu uliyekuja kumwomba siku ya The leo, God that you came to ile imani pray, ambayo imetoa nyumbani siku ya God leo, has brought you from home. naamini ya kwamba ulikuwa umelala I believe that you slept na ukawacha kila kitu yako, and you left everything ya kwamba uweze kuja mahali that hapa. you may come to this Ulikuwa place. na lengo. You had a purpose. Bwana asifiwe. Praise God. Ndugu, ulikuwa na lengo. Brother, you had a purpose. Dada, ulikuwa na lengo. Sister, you had an aim. Hiyo lengo ambayo ulikuwa nayo, That purpose that you had, bado kuna wakati. they still have Mungu time. anaenda kujibu hiyo maombi yako. Answer Hiyo imani ambayo ulitoka kutoka nyumbani Praise that you came to haitakuja bure. God is going to answer Usirudi you. bure. It is not in vain. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa wakati ambaye tumebaki nayo, The time that you are living, naamini Mungu wako. believe in your God. Inua Mungu wako. Lift your God. Mlie Mungu wako. Cry unto your God. Ajibu maombi He yako. will answer your prayer. Naamini ya kwamba bado anatembea. I believe that he's still Na walking. atatembea pamoja nawe ukienda naye nyumbani. He'll walk with you back home. Jinsi vile utamkaribisha. The same way you're going to welcome him. Bwana asifiwe. Praise God. Utapomsema kwamba atawale maisha yako, When you tell him to rule over your life, atawale maisha yako, the rule your life, atatawala kila kitu. He will rule Atawala everything. magonjwa yako, He will rule your disease, atawala shida zako, He will rule your problem, atawala kila He kitu. will rule everything of yours. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Na furaha kwa pamoja nanyi, I'm happy to be with you. na furaha kusimama katika msingi wa Mungu aliye hai, I'm happy to stand on the foundation of the living God. kwa sababu yeye ni bosi wangu, Because He is my yeye ni boss. Mungu wangu, He is my God. ninamwelewa, I understand Him. ninamjua, I know Him. ninamshuhudia. I testify of Him. Amenikomboa, He has redeemed me. He ameniponya, has healed me. ameniwekea tumaini. He has put hope in me. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa hivyo sikumletea Mungu ambaye siyemjua, So I didn't come to God that I don't know. nimekuletea Mungu ambaye ninamjua. I'm bringing to you the Ninaelewa God kazi I yake, know. I know Him. naelewa njia zake. Know His ways. Ni Mungu ambaye hadanganyi. He is a God who never lies. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa sababu kama angedanganya, If you lie, kama angekuwa nadanganya, if you could be lying, pengine ningesema kwamba kwa neno sikuona, maybe I could say in word but not in seeing. pengine ni kwamba umeongeza, Maybe you have added something, lakini ametenda kwangu. but He has done it unto me. Bwana asifiwe. Praise God. Amenikomboa, He has redeemed me ameniponya. and He has healed me. Aliweza kuniokoa nikiwa katika hali ambaye mwanadamu hangeweza kuniokoa. He saved me in a situation that man could not save me. Singeweza kupumua, I could not breathe. singeweza kutembea. I could not walk. Madaktari walikufa moyo. Doctors had given up.
waliweza kunichimbia kaburi yangu kama wakati bado. They had already dug my grave. Bwana asifiwe. Praise God. Wakafinika. They covered it. Bwana asifiwe. Praise Lakini Mungu ninayesimama chini yake, But the God I'm standing under, yule Mungu ambaye ninayemwelewa, the God that I yeye am, amenifanya na naongea mchana wa He leo. has made me speak Na kama today. amenifanyia mimi, najua kwamba anakufanyia wewe. Sisemi kwamba kama amemfanyia Marende, He has done it. yeye anakufanyia He wewe. can do it. Nasema kwamba Mungu aliyenifanyia, God did it for me. namwelewa kwamba ni mwaminifu I believe that He's faithful na ana uwezo, and He has ability. hana kitu ambaye hawezi. He has no limit. Anaweza kufua Lazaro, He brought Lazarus back to life. anaweza alinifufua mimi, He also na brought shuhudia him kwamba back yeye to life. anaweza. And I can testify that He is able. Let us rise up together. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka kusikia sauti. Don't listen to the voice. Nataka kusikia I want to sauti hear voices kwa yule ambaye ameamini for them that believe na ameamini ya kwamba yuko chini ya yule Mungu ambaye anaweza. and believe that you are under the God who is able. Tunaweza kuchukulia nyi wakati, tunaweza kupatia nyi wakati We can give you time ya kwamba uweze kumwaza huyu Mungu wako, that you may meditate upon your ya God. kwamba tunapoenda kufunga, That when we are closing, kwa sababu nina wakati ambaye nitakuleta pastor aweze kuomba pamoja nasi, because I want to bring pastor to come and pray with you. na siwezi kuwadanganya kwamba tuje hapa bure. I cannot lie to you that we come here in vain. Siwezi kutamani ya kwamba utoke nyumbani I cannot desire that you come from your home uje mahali hapa this place na uweze kutoa sadaka zako and you may give your na offering urudi jinsi vile ulivyo, and then go back home the na same kama way. bado kuna magonjwa, And still you are kama bado sickness, huna tumaini, still having bado no hope. urudi kama vile ulivyo. Go back home the way you came. Na ndio sababu nimeweza kukuelezea That's why I've ya kwamba told upate kumwelewa huyu Mungu That you may understand na upate kujua njia ya God, kumwabudu huyu Mungu know huyu, the way ya of kwamba worshiping uweze kufungua God, njia that zako, you may open up your way, uweze kufungua mawazo you may yako, clear your mind, uweze kumwaza yeye meditate upon Him, na aweze kutenda kazi yako. and He may work inside of you. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Usiwe umechukua wakati wako bure siku ya Let leo, it be not a waste of time, lakini uje ushuhudie siku moja that you may come and ya testify kwamba Mungu wetu ameweza. that our God has done it for you. Bwana asifiwe. Praise God. Sikuwa na tumaini, I didn't have hope, lakini aliniongezea tumaini. but He put hope in me. Bwana asifiwe. Amen. Siku zangu zilikuwa zimeisha, My days were lakini finished, akaniongezea miaka but He 15. added me years. Bwana Praise asifiwe. God. Huyu ndio Mungu ambaye anaweza kuongeza hata siku zako. This is a God who can even increase your days. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa hivyo naomba, So I'm requesting. napenda sana kumwimbia Mungu wetu. I love so much to sing and to Wana wa Israeli waliposhinda, when the children of Israel waliweza conquered, kumwabudu Mungu wao. they worship God. Nataka tuwe na chorus I moja. want us to have one chorus. Chorus moja. One